nimkaribishe Dr. Sabato kwa dakika wenda kwa dakika 4. Asante Profesa, niwashukuru wazungumzaji wote waliotangulia kwa mada nzuri. Kwa hiyo mimi nitakimbia kwa sababu nimepewa muda mfupi zaidi. Nitaibua tu baadhi ya mambo ambayo yamezungumzwa na wazungumzaji na pengine labda sijui kwa ajili ili tuweze kuyatazama zaidi katika mjadala. La kwanza aliibua ndugu Kafulila juu ya sababu za umaskini na utajiri katika nchi, na akagusia na lengo lake lilikuwa ni kuonyesha kwamba human capital ni ya msingi zaidi. Lakini ukitazama zipo baadhi ya nchi kama Iraq, ukitazama nchi kama Libya wakati wa utawala wa Gaddafi na Saddam Hussein kabla ya hapo, ni nchi ambazo zilikuwa zimewekeza sana katika uendelezaji wa rasilimali watu na ni nchi zenye rasilimali, lakini baadaye zilivamiwa. Ukienda pale hizo nchi ni failed states. Kwa hiyo pengine tunapaswa kutazama zaidi, kuna sababu zaidi ambazo zinaweza zikasababisha nchi kuwa maskini na zingine kuwa tajiri. Na mojawapo ya mambo ambayo ametuachia Mwalimu Nyerere ni kulitazama hilo. Baada ya kuondoka madarakani mwaka 1985 alikuwa mwenyekiti wa South Commission, na kazi yake moja kubwa ilikuwa ni kutazama kuhusu uchumi wa dunia ili kuelewa kwa nini nchi zingine ni tajiri na zingine ni maskini. Alituandikia report inaitwa The Challenge to the South, tukaisoma. Lakini anapotuambia hivyo anatuambia kwamba kuna mifumo ya kidunia inayosababisha uhamishaji wa rasilimali kutoka baadhi ya nchi kwenda kwenye baadhi ya nchi zenye nguvu za kiuchumi. Na hapa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam Profesa kimebahatika kuzalisha vitabu machapisho hayo kama sehemu ya kumwenzi Mwalimu. Tunaweza tukayasoma chapisho la Walter Rodney, How Europe and Developed Africa, lakini pia chapisho la Shivji ambalo limefikisha miaka 50 mwaka huu, Class Struggles in Tanzania, ambalo la kwanza linazungumzia mifumo ya nje ya nchi, lakini la pili linazungumzia mifumo ya ndani ya nchi. Hata wakati ambao Mwalimu akiwa madarakani kwamba kulikuwa kuna matabaka ya watu wenye nguvu, hapa Shivji anaita bureaucratic bourgeoisie, ambao ndio waliokuwa wakifaidika zaidi na uchumi wa nchi. La pili, Profesa Kitila, ni kuhusu elimu, hasa elimu ya ujasiriamali ambayo ndio umezungumza ndio msisitizo. Ninadhani ina tofauti kubwa, kuna tofauti kubwa kati ya elimu ya ujasiriamali na elimu ya kujitegemea ya mwalimu kifalsafa. Ni vema tukazungumza hizo tofauti badala ya kudilute mawazo ya mwalimu ili yaweze kufit kwa wakati huu, kwa sababu ya muda mfupi sitaingia sana. La tatu ni katika ufungamanishaji kati ya elimu kwa maana ya ujuzi unaozalishwa pamoja na uchumi. Tuwe wa kweli, aina ya uchumi tulionao ni uchumi wa aina gani? Mosi ni uchumi tegemezi, pili ni uchumi usiozalisha ajira. Unazalisha wahitimu ngazi zote za elimu zinazalisha wahitimu kama 1,000,000 kwa mwaka. Wanaopata kazi katika sekta iliyo rasmi inayozungumzwa sekta binafsi ni watu hawafiki 40,000 hata katika kipindi ambacho serikali inaajiri. Kwa hiyo watu wetu wengi hawapati ajira katika sekta iliyo rasmi. Actually sekta inayoajiri zaidi mahouse girl wanaajiriwa wengi na mabamedi kuliko viwanda vinavyoajiri katika nchi hii. Kwa ni uchumi unaoajiri mahouse girl wengi na mabamedi wengi kuliko viwanda. Sasa inazungumzwa sekta binafsi gani? Sekta binafsi unayozungumza hapa nchini Tanzania, Profesa utanisamehe, ndio mambo mliotufundisha kwa tunapiga nyundo. Sekta binafsi unayozungumza Tanzania haina ya ndani ya nchi, haina nguvu yoyote ya kiuchumi. Wengi wao mtanisamehe, na sio kwa sababu ya tusi, ni kwa maana kwamba tufanye mageuzi ya kiuchumi kuweza kuweka nguvu zaidi ya kiuchumi mikononi mwa watu gani? Mwa Tanzania. Kwa sekta binafsi inayozungumzwa kwa sehemu kubwa, wengi wanaishia katika kazi za kidalali na kazi katika sekta ya huduma. Uchumi ule mkubwa, unapozungumza uchimbaji wa dhahabu, uchimbaji mkubwa, acha huo kuparua wa wachimbaji wadogo. Unapozungumza gesi na mafuta, ni Mtanzania gani anayemiliki vitalu vya gesi ambavyo au kampuni ya Kitanzania inayovuna gesi? Hakuna. Zote hizo zipo katika makampuni ya nje, na hayo ndio yanayohamisha rasilimali kutoka ndani ya nchi kwenda nje ya nchi. Na ndio maana kwenye dira yake aliyotuachia Mwalimu Nyerere, Profesa Kitila, na wasifu ambao
wanazuoni wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam wameuandika, ulizinduliwa na Rais Samia miaka 2 iliyopita. Profesa Shivji Kamata na wenzake. Wasifu wa mwalimu, title yake ni nini? Development as a rebellion. Maendeleo ni uasi. Ndicho alichotuambia mwalimu, kwamba kama unataka kuendelea ni lazima uasi baadhi ya mifumo ambayo ni kandamizi na mifumo ambayo ni nyonyaji. Ndio urithi ambao ametuachia mwalimu. Naona profesa anaangalia saa. Sasa nitakimbia hapo. Point ya mwisho kabisa, ya mwisho, maana ni mwajiri wangu. Lakini ruhusu kwenye mjadala nitarudi baadaye. Ya mwisho ni mwalimu katika hotuba yake Mbeya mwaka 1995 siku ya Mei Mosi kwa wafanyakazi. Alikuwa akikosoa sana sera ambazo profesa ametuambia zilizoletwa na World Bank na IMF. Na akawa anasema kwamba sisi sio madodoki Tanzania. Kwamba haiwezekani World Bank wakisema mnasema World Bank mwalimu, IMF mwalimu. Anasema sisi sio madodoki. Ninadhani pia vyuo vikuu visiwe madodoki ya kukubali kila kitu kinacholetwa na kinachoitwa sekta binafsi ambayo hata uwezo wa kuajiri haina. Kuna baadhi, na profesa utusaidie, ni kazi ya vyuo vikuu kila mara kubadili mtaala kwa sababu mahitaji ya sekta binafsi imeleta mahitaji mapya. Kwamba kampuni za betting zimeanzisha betting kwa sababu hatuna wataalamu wa betting. UDBS waanzisha kozi ya betting. Na kuuliza wewe profesa. Na kwa sababu mnaangu umeisha, kazi yangu ni kuchokoza. Kazi yangu ni kuchokoza. Ninachosema ni kwamba vyuo vikuu, na kwa sababu natoka katika taaluma ambazo ziko katika hatarishi, tunadhaulika sana watu walioko katika social sciences. Ninadhani kazi ya vyuo vikuu ni kuzalisha wahitimu wanaoweza kuhoji. Ukizalisha mhitimu anayeweza kuhoji na anayejitambua, mhitimu huyo atakapoenda serikalini, hata kama hakusoma uchumi, atakuwa waziri wa mipango na uchumi na atasaidia kuandika dira ya taifa. Asante sana. Dr. Sabato, nakushukuru sana. Kwa sababu ya muda naomba nichukue nafasi nimkaribishe kwanza Mheshimiwa Waziri Profesa kwa dakika moja respond, hapo nitamkaribisha baadaye mkurugenzi mtendaji, then nitamkaribisha Dr. Mwanyuma. Karibu sana. Hapa sio. Mimi nadhani hamna kurespond hapo. Hoja hapa ni kwamba hii ambayo anasema Sabato, by the way Sabato ni mwanafunzi wangu nje ya darasa, tumekuwa naye. This is the kind of graduates we want to be produced, wenye uwezo wa kuhoji na kuinterrogate. Kwa hiyo nataka la mwisho katika, kwa sababu dakika moja, mimi pia sio muumini wa kila siku nasema, na watumishi wa sekta binafsi upo hapa. Kuna tofauti kubwa kati ya education na training. University's role is to educate. Training inapaswa kufanywa na waajiri kwa ushirikiano na taasisi zingine. Kwa hiyo siwezi kushangaa mwanafunzi wa engineering amaliza hapa hajui kuziba pancha. Hiyo sio kazi yake. Hiyo tunachofundisha sisi hapa ni uwezo wa kufikiri na kutatua matatizo kwa haraka. Kwa swala kuziba pancha, kufunga tairi, hiyo ni kitu kidogo sana. Yaani dakika moja ameshajifunza. Kwa tofauti hapa wewe ukitaka kutoka hapa ni kwamba is trainable easily. Problem ya sekta binafsi ya kwetu ambayo nakubaliana na Sabato, wanataka watu ready made. Universities are not preparing ready made graduates. Wana educate watu wenye uwezo wa kufikiri, wanaweza kujifunza haraka. Ndio maana mimi hapa ni mwalimu wa psychology, mimi nimesoma biology na chemistry, leo waziri wa mipango, sijawahi kupwaya. Kwa sababu gani? Chuo kimenifundisha vizuri, nipopewa kazi nikasoma mambo ya uchumi, najua documents ziko wapi, nikaelewa na nasoma kila siku najifunza. Kwa hiyo I agree with him, kwa sababu hiyo najibu swali lako. Siamini hata kidogo kwa universities kubadilisha mitaala kila siku kufit private sector. Hapana. Universities by nature are conservative institutions. Ndio maana mpaka leo Harvard, Oxford, hata wenyewe wanalaumiwa. Oh, university Harvard education is outdated.
Oxford is outdated. Kwa kama coach nikutie moyo. Sisi kutoka serikali tunawapush kweli, lakini lazima maintain what it means to be a university. Mkikubali kubadilisha kila siku mitaala, mtafika mara mtaanza kuwa VETA. Msikubali hiyo. La mwisho elimu ya ujasiriamali sio elimu ya kujitegemea. Wakati ule wa mwalimu kujitegemea maana yake ilikuwa nini? Tulikuwa na makundi mawili tu. Tulikuwa na wakulima na wafanyakazi. Sasa hivi hapana. Sasa hivi tuna makundi mengi zaidi, lakini key kabisa tunayo shughuli ya biashara. Na huko zamani ilikuwa tunaamka kwa sababu una kazi, una hela, unafungua duka. Tumegundua kwamba hata maduka kuendesha biashara yenyewe inahitaji watu wajifunze, wafundishwe swala la management ya hela. Hiyo inahitaji utaaluma. Kwa hivyo hatuwezi kufanya alivyofanya Mwalimu Nyerere, lakini concept yake, idea yake inafanana. Lakini kijana umetelea haki discussion yako. Mimi pia ni wapongeze watu ambao just one sawa kwa maana ya michango hii ambayo mmeitoa. Nilikuwa na maoni tu kwamba ni lazima vyuo vikuu vijibu mahitaji ya soko, na elimu kwa ujumla lazima ijibu mahitaji ya soko. Ikiwa conservative kwa muda mrefu itapoteza relevance yake. Nilikuwa naangalia graduation mwaka 2007 ya India Institute of Technology. Mkuu wa chuo anasema yuko proud kuona kwamba wakati Marekani inaagiza wine kutoka Scotland, inaagiza TV kutoka South Korea, magari kutoka Japan, lakini Marekani import ITs experts kutoka India. Kwa India wanauzia Marekani ITs, wakati Scotland wanauzia Marekani pombe na Japani magari. Sasa anasema kwamba graduate wa India Institute of Technology anaweza kaajiriwa popote duniani. Kwa hiyo kuna umuhimu wa kujenga mazingira ambayo soko la ajira na vyuo vyetu vinasomana. Sisemi kwamba muwe flexible kupitiliza, lakini naona umuhimu wa flexibility hasa katika mazingira ambayo dunia inabadilika kwa kasi. Sasa sijui kwa kiasi gani, kwa sababu mimi sipo pengine kwenye sayansi ya ualimu. Na nyingine ameuliza kwamba mbona Iraq baada ya mabadiliko ya uongozi, wazungumza kwamba mimi nazungumza human capital ndio key. Mbona Iraq baada ya mabadiliko ya uongozi imekuwa a failed state? Kimsingi ukizungumza, Mwalimu Nyerere alipozungumza kwamba kwa mfano tunahitaji watu, siasa safi, ardhi na uongozi bora. Ukiangalia vile vitu vinne vitatu vyote vinahusu mtu. Siasa ni mtu, uongozi bora ni mtu, mtu ni mtu. Kwa kimsingi tunahitaji mtu na ardhi. Ardhi kwa maana ya context ya resources, bahari. Ardhi kwa maana ya yaliyoko juu na yaliyoko chini. Alizungumza vile katika lugha rahisi miaka hiyo, lakini bado relevance yake ipo mpaka kesho. Kwa hiyo Iraq ilikosa uongozi ambaye ni mtu, ndio maana ilipopoteza imekwenda kuwa failed state.